Kupitia kwa wakili wa chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, chama cha Chadema kimetoa tamko rasmi kuwa kitawafikisha mahakamani wale wote wanaomchafua makamu mwenyekiti wa chama hicho mitandaoni kwa tuhuma zisizokuwa na msingi kuwa amekula fedha za kampeni ya Tone Tone. Chadema imetangaza nia yake ya kuwachukulia hatua za kisheria watu waliojitambulisha kuwa ni viongozi wa chama hicho bila uhalali, kikidai kuwa wamekuwa wakikibagaza chama hicho kwa kumkashifu makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche. Hali hiyo ilianza kujitokeza kufuatia kusambaa kwa taarifa katika mitandao ya kijamii baada ya kikao cha kamati kuu ya Chadema kilichofanyika mkoani Kigoma, zikidai kuwa Heche alitumia vibaya michango ya kampeni ya Tone Tone kwa kujinufaisha binafsi badala ya chama. Hata hivyo, katibu mkuu wa Chadema John Mnyika aliwahi kukanusha tuhuma hizo hadharani, akisema kwamba fedha za kampeni hiyo ziko salama. Licha ya ufafanuzi huo, baadhi ya watu waliodai kuwa ni viongozi wa Chadema waliendelea kutoa matamko wakimtaka Heche ajiondoe madarakani ili kupisha uchunguzi. Akizungumza na waandishi wa habari mnamo Agosti 2 mwaka 2026 katika makao makuu ya Chadema yaliyopo Mikocheni jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa kanda ya magharibi wa chama hicho wakili Dickson Matata amesema kwamba watu hao si viongozi halali wa Chadema na wamekuwa wakilitumia jina la chama kwa maslahi yao ya kisiasa. Amesema kuwa vitendo vya kufanya mikutano ya waandishi wa habari na kutoa taarifa zinazochafua chama hicho pamoja na viongozi wake vinapaswa kukomeshwa kwa kuchukuliwa wahusika hatua za kisheria. Hapa na nukuu kile ambacho ameweza kukisema wakili Dickson Matata. Amesema kuwa tabia ya kuchafua watu kwa kujifanya viongozi wa Chadema kwa maslahi ya kisiasa lazima ikome. Tutawawajibisha kupitia vyombo vya sheria na kuwafikisha mahakamani kwa sababu wanajinufaisha kwa kujifanya viongozi wa chama. Amedai kuwa matukio ya watu kujitambulisha kwa uongo kama viongozi wa Chadema yamekuwa yakijitokeza katika maeneo mbalimbali hapa nchini ikiwemo kanda ya Pwani na Nyasa, ambapo baadaye viongozi halali wa chama hicho hulazimika kujitokeza na kukanusha madai hayo. Nikimnukuu tena wakili Dickson Matata amesema kuwa kwa kuwa mimi ni wakili, natangaza hadharani kwamba tutawachukulia hatua za kisheria watu hawa. Lazima wafikishwe mahakamani kwa sababu wanakidhalilisha chama kwa kuweza kutoa taarifa za uongo na kuendelea kukichafua mbele ya umma. Mwisho wa kunukuu kile ambacho ameweza kukisema wakili Dickson Matata. Kupitia mkutano huo, wakili Dickson Matata pia amemshauri makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche kufungua kesi ya madai dhidi ya watu hao ili wadaiwe fidia kwa kile alichodai kuwa ni kumchafulia jina kwa tuhuma ambazo hazijathibitishwa na zisizo na msingi. Nikinukuu hapa tena ambacho ameweza kukisema wakili Dickson Matata amesema kuwa namshauri Heche afungue kesi dhidi ya wote wanaomtuhumu ili wathibitishe madai yao mahakamani. Mwisho wa kunukuu. Matata amedai kuwa baadhi ya watu hao wamekuwa wakifanya mikutano katika maeneo mbalimbali nchini kwa kujitambulisha kuwa ni viongozi wa Chadema, jambo ambalo kwa mujibu wake linapotosha umma na kuweza kudhalilisha chama cha Chadema. Mwisho kusogezea taarifa ambazo tuliona zinaweza zikakufikia wewe mtazamaji na mfuatiliaji wetu. Sasa tukusogezee baadhi ya maoni ya wadau hapa waliweza kuyatoa kuhusiana na hiki ambacho Chadema wameweza kukisema kupitia wakili Dickson Matata kwamba watawachukulia hatua wale wote vibaraka, machawa na wanaojifanya viongozi wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na kumchafua makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche. Huyu wa kwanza anaitwa Erasto. Anasema kwamba pelekeni mahakamani hao wapuuzi wanaodhalilisha makamu mwenyekiti. Lakini mwingine ni Joseph akasema kwamba kama kweli hili kukomesha hili la kuvunja heshima ya viongozi, pelekeni mahakamani,
lazima chama kiwe imara na kuwa na wanachama wenye wivu na umoja wa chama chao. 2, viongozi wao wanaropoka kisa vijisenti, alafu wakifikishwa mahakamani wataanza kujinyea vingine. Sasa sijajua hapa Erasto alikuwa anamaanisha nini, lakini akaendelea hapa kusema kwamba sisi tunaochanga hatuumii, nyinyi msiochanga mnaumia nini? Mbona CCM walichanga hadharani mabilioni, mbona amkupiga kelele? Au kwa vile mliongo wa baiskeli? Hii nchi imejaa vilaza, watu wazima, akili hakuna. 1000 10,000 inakutoa roho? Hili umuumize mtu hivi? Anayetetea kupata sheria zinazojali wananchi na katiba inayojali hutu wa Mtanganyika, na wewe unayechukua hongo ili kuweza kuvunja nguvu za wanaosimama ili mambo yawe sawa na wauaji, yupi bora? Huyo ni Joseph akawa amemaliza hivyo. Lakini tukija kwa Gervas anasema kwamba naam, au kenge wa poli pelekeni mahakamani, maana hata kama aliwatuma ndiye anayeongoza mahakama, nafikiri itawakomesha. Heche, pambana, Watanganyika tupo pamoja na wewe. Huyo ni Gervas. Lakini tukija kwa Redison anasema kwamba mbuzi wa Bwana Heri, shamba la Bwana Heri. Japo Heche amesema kwamba yeye hayamwazishi, acheni watu watafute haki yao, msiwanyamazishe, nyie si ni chama cha demokrasia? Huyo ni Redison akasema hivyo. Lakini hapa Elias akaja kumjibu akasema kwamba kwani mahakamani ni pahala pa kuonea watu ili wanyamaze? Huyo akapigwa swali. Lakini bwana Saidi akasema kwamba mna mawakili wengi ila naona mmewekwa ndani sana. Sasa huyu ni Saidi anasema kwamba wana mawakili wengi lakini anaona wamewekwa ndani sana. Na Elias hapa akaja kumjibu akisema kwamba naomba na mimi moja hivi, nimepataje haya jamaa alichokiandika hapa akieleweki. Ni bora tuachane nacho, tuende kusoma maoni ya mtu mwingine. Tuende kwa Raymond moja kwa moja. Raymond anasema kwamba mbona mnawatishia? Hiyo sio suluhu ya matatizo, kwani ukitaka kuwashtaki lazima uwatishie kwanza. Unaenda mahakamani, wao watatangaziwa na SAMAS tu ya kuwaitwa mahakamani. Kwa nini asiache uchunguzi ufanyike ili asafishwe kama ajatafuna tone tone? Vitisho ubabe avijengi. Huyo ni Raymond, na Raymond akawa ameishia hapo, na yeye ndiye alikuja kutufungia upande wa comment section. Sasa tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine.